dekania yetu inazo changamoto zinazokwamisha ufanisi wa utendaji kazi. Moja, mtawanyiko wa parokia zetu kijiografia unakwamisha vikao vya mara kwa mara kwa viongozi na hata kuwakutanisha akina mama. Tunaomba maparoko watusaidie kuhamasisha. Tatu, kukosa kwa mradi wa uzalishaji unaoweza kusaidia uendeshaji wa shughuli za dekania. Kwa hali hiyo, ndugu mgeni rasmi, tunakuomba uone namna ya kutusaidia kuanzisha mfuko wa dekania. Matarajio yetu ni kuwa walau na mahema 3 na viti 200 kwa ajili ya kukodisha, ambayo thamani ya kuanza mradi ni kadri ya shilingi milioni 7. Tukifanikiwa kuanza mradi huu, utakaa parokia ya Nata chini ya uongozi wa dekania na usimamizi wa parokia ya Nata. Huu ni mradi mkubwa ambao unaweza ukawezesha ili wakina mama hawa wakaanza kuendelea vizuri. Sababu kuna taarifa moja hapa niliona, kuna wengine wanaalikwa lakini hawafiki. Lakini wakisha kuwa na mradi, mradi utamshawishi na yeye atafika. Hilo wakati nakuja nilipitishwa kwenye hilo jengo ofisi. Padri akanionyesha hapo, hii hapa itakuwa ofisi yangu, hii hapa si nini. Nikaiangalia, nikasema sasa, padri ukifika usawa wa Lenta kule, sawa, atanipigia simu, mto hapa nondo 25 milimita 12. Hii ofisi ya Mungu. Lakini pili, wakina mama mimi niwashike mkono. Mimi nitawachangia shilingi milioni 3. Naona hii jamani? Hii ni shilingi ngapi? Na hii zimekuwa ngapi? Na hii tunatambua kwamba mama ni nguzo ya familia. Mama ni kiungo muhimu katika familia, mama ni mlezi wa familia. Tuendelee kujitahidi kuzilea familia zetu katika hali ambayo inazidi kuzijenga zaidi na kuziimarisha. Tusikate tamaa hata pale tunapokutana na magumu, tuendelee kuwa imara, tuendelee kusimamia vizuri familia zetu na jamii kwa ujumla. Lakini kwa upande wa uendeshaji wa WAWATA, kwa maana ya ngazi ya dekania na hata kwenye parokia zetu, tutambue kwamba tuwatambue hawa viongozi wa mwanzo kwamba wanatuongoza wakipitia katika mazingira magumu sana. Kwa sababu kwanza, hatuna vyanzo vya mapato. Pili, bado hatujawa na mwitikio mzuri sana wa uendeshaji na usimamizi wa WAWATA. Kwa hiyo wanatusimamia katika mazingira magumu sana. Bado wana kazi ya kutujenga, tuitambue vizuri WAWATA, tuupate huo msingi vizuri, lakini pia tuweze kupata namna ya kujisimamia kama chama kikubwa cha kitume katika kanisa Katoliki. Tutakapopata namna ya kuanzisha hii miradi tunayoifikiria, katika kutafakari na kufikiri ni mradi upi tuanzishe, tumuombe sana Mwenyezi Mungu aweze kutuongoza, aweze kutupa maono ya kupata mradi ambao tutaweza kusimamia vizuri na kuuendeleza vizuri. Baada ya kupata mradi huo, ni waombe pia viongozi wetu na sisi wenyewe wana WAWATA tushirikiane sana, tushirikishane vizuri namna ya kuendesha hiyo miradi. Kwa upande wa viongozi, tusichukie kukosolewa ama kukataa kupokea ushauri kutoka kwa wenzetu pale inapotokea
tunapata ushauri huo. Ushauri utatujenga na utatusaidia katika kuendesha miradi tunayoifikiria. Mwalimu mzuri ni yule aliyefundishwa vizuri. Huwezi kuwa mwalimu mzuri kama kukubali kuwa mwanafunzi mzuri. Kwa hiyo ukiona familia inaangamia, mara nyingi atanyoshea mkono mama. Ninyi mwe wazazi na walezi. Kuna wakina mama ni wazazi tu, sio walezi. Tunataka kufanana na wanyama. Lakini hata wanyama wanawatunza, wananyonyesha, wanafuata watoto wao. Tuwe wazazi na nini? Wazazi na walezi. Hapa kuna wazazi tu, sio walezi. Hatuwajibiki kuwalea watoto vizuri ili tupate taifa zuri la kesho, kanisa zuri.